Festo Mariki, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi. Kina mama oye! Baraza oye! Leo tumekuja kwa ajili ya kusoma taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2020 mpaka mwezi huu Mei 2025. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia oye! Kina mama oye! Kina mama safi. Katika kipindi cha miaka 5 nilishiriki kufanya mambo mbalimbali ikiwepo kukagua miradi mbalimbali, lakini kusema mambo mbalimbali na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika ziara zangu. Ni jukumu letu sisi wawakilishi kuhakikisha kwamba tunapokutana na wananchi tunaelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni nini kimefanyika katika maeneo yao, serikali imefanya nini, maana serikali yetu inaongozwa na chama chetu cha Mapinduzi, CCM oyee! Katika sekta ya afya niliweza kufanya ziara kukagua vituo vya afya mbalimbali pamoja na zahanati. Niliweza kutembelea kituo cha afya cha Sigwesa ambacho kwa kweli ni kituo ambacho kinajengwa. Zamani ilikuwa ni zahanati, na sote tunatambua kituo cha afya cha Sigwesa kilianzishwa baada ya kuona kuna changamoto kubwa ambayo imejitokeza baada ya kuwa na zahanati ambayo haikidhi mahitaji ya watu wa Sigwesa, hususan kina mama wanaojifungua. Lakini niliweza kutembelea ujenzi wa zahanati ya Kajeje na niliweza kutafuta wadau na kuwachangia shilingi milioni 5 kwenye jengo la mama na mtoto. Yote haya tunayafanya ni kuunga juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunatambua amefanya mambo mazuri katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Na wadau wao nitawataja, walikuwa ni EULA, waliweza kuipatia shilingi milioni 5, lakini pia niliweza kugawa mashuka 100 katika majengo yetu ya mama na mtoto, na mgawanyo ulikuwa kama ufuatavyo. Mashuka 100 haya niliweza kupeleka katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Katavi 40, lakini 20 yalikwenda Kalema kituo cha afya, 20 yalikwenda Mlele na 20 yalikwenda katika kituo cha afya cha Ilembo. Lakini pia niliweza kutembelea miradi mbalimbali ya sekta ya elimu. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa pesa nyingi alizotuletea ndani ya mkoa wa Katavi katika sekta ya elimu. Tunamshukuru kwa sababu sekta ya elimu kwa kweli imeboreshwa, na mimi kama mbunge kwa nafasi yangu nilipokuwa katika ziara zangu niliweza kuunga jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan pale nilipokutana na kero hususani kwa watoto wa kike. Nilipotembelea kata ya Tenga nikakutana na changamoto kwamba umoja wa wanawake walianzisha kwa kujichangisha wakafyatua matofali ili waweze kujenga bweni kwa ajili ya watoto wa kike ili wasiweze kutembea umbali mrefu, kwa sababu sote tunatambua katika jamii hususani jamii za wafugaji watoto wetu wamekuwa wakikatishwa masomo na wengi wanapata tamaa kutokana na umbali mrefu. Kwa hiyo ninawapongeza umoja wa wanawake wa kata ile ya Tenga kwa kuamua kujichangisha, na mimi nilipofika eneo lile niliweza kutoa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuunga mkono kwa ajili ya ujenzi wa bweni la wasichana ambao ulioanzishwa na umoja wa wanawake wa kata ya Tenga. Lakini katika sekta ya maji niliweza kupitia katika miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali yetu, hususani mradi nilitembelea kata ya Sekwa na kujionea mradi mkubwa wa bwawa ambalo linahudumia zaidi ya kata 5. Ninaipongeza sana serikali yetu, ninampongeza sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini katika ziara zangu pia niliweza kutembelea mradi wa Mwakulu ambao niliona na nilijionea kwamba mradi huo umekamilika na tayari unatoa maji. Katika miradi ya miundombinu pia niliweza kutembelea daraja la Sadia lenye zaidi ya bilioni 4.2. Kipindi hicho kilikuwa linatengenezwa mwaka 2023 na tunaipongeza serikali yetu ya mkoa. Daraja ile kwa sasa limekamilika. Kama tunavyoelewa, kazi ya mbunge pia ni kukagua miradi inayotekelezwa na serikali yetu chini ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia niliweza kutembelea na kufanya ziara katika bandari yetu ya Kalema. Bandari yetu ya Kalema ambayo serikali yetu ya awamu ya 6
imeweza kuwekeza zaidi ya bilioni 48 ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Nilifanya ziara pale, nikakagua na tukajiridhisha kwamba mradi ule ni mzuri na unatija kwa wananchi wetu wa mkoa wa Katavi. Sasa ardhi za wananchi wetu wa mkoa wa Katavi zinakwenda kuwa na tija, kwa sababu bandari ile inaenda kuleta mapinduzi ya kiuchumi ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Hivyo tunaipongeza sana serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yetu ya mkoa kwa usimamizi mzuri, na mradi ni mzuri, tunaamini utaleta tija kwa wananchi. Katika uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, niliweza kufanya ziara katika kata zote 58 ndani ya mkoa wa Katavi na nikaweza kuchangia jumla shilingi milioni 29,500,000 kila kata kwa ajili ya kina mama kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo ninatoa miti 600 vyenye thamani ya shilingi milioni 12 ambavyo mgawanyiko wake utakuwa 150 kwa ajili ya WT mkoa wa Katavi, 150 wilaya ya Mpanda, 150 wilaya ya Tanganyika na 150 wilaya ya Mbeya. Lakini kama tunavyoelewa, kuna ujenzi wa nyumba za jumuiya ya umoja wa wanawake unaendelea ndani ya mkoa wa Katavi. Awali nilichangia shilingi milioni 1 na mifuko 30 ya simenti kila wilaya pamoja na mkoa, lakini na leo naongeza nachanga shilingi milioni 8 cash kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huo, ambapo kila wilaya watapata shilingi milioni 2. Huo ni mwendelezo kwa sababu nishachangia tayari milioni 1 na mifuko 30 ya simenti. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikukabidhi fedha hizi ili baadaye tutawapatia uongozi wa WT mkoa waweze kugawanisha katika wilaya, lakini tutakuomba twende pale kwa ajili ya zoezi la kukabidhi viti. Nakabidhiwa kitita hicho, sawa? Tunatamba naye Mama Samia ni wetu sote, tunatamba naye Samia ni wetu sote, tunatamba naye. Wote wa bara ni Zanzibar.